mwaka ikiwa ni 2026. Pazia la ligi kuu soka Tanzania bara rasmi limeshakusha kufunguliwa pale New Amani Complex. Young Africans ametoa ngao ya jamii mbele ya Simba Sports. Asubuhi ya leo nipo gerezani hapa, mzee Juma Mtoro akiwa ameivalia TRC. Maumivu kwenye moyo anayoyapata siwezi nikayaelezea, yeye mwenyewe anatikisa kichwa. Nipo na Elias V ambaye kwake ni furaha fulifuli kwa sababu wamewatebelesha tebwele wazee wa Msimbazi. Nianze kwanza na mzee Juma Mtoro kabla sijarudi kwa mwenye furaha. Nijue hali yako asubuhi ya leo iko vipi? Mimi nashukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, umekucha salama Hamisi ya leo ya tarehe 13 tukiwa wazima na afya tele. Tumjalie hawa Mwenyezi Mungu. Sauti yako imekuwa hafifu, sijajua kwa sababu ya umeagiza kahawa hujapata ama shida ni kile ambacho kimetokea uwanjani siku ya jana? Shida bado maumivu bwana Jafeti, tuna maumivu wana Simba. Kwa sababu unapofungwa na mtani haijalishi iwe goli 5 iwe goli 1, yani kitendo cha kupoteza tu, kama ni pointi au kama ni jana mchezo wa mwisho ambao wa kuamua nani awe bingwa, kama vile tumeumia kwa wastani tuseme kweli. Kosa ya Simba ni nini hasa kwa Young Africans? Msimu uliomalizika mlichoweza kufaulu kukitwaa kutoka kwao ilikuwa ni kombe la Muungano pekee. Kwenye upande wa ligi kuu mechi ya kwanza na ya pili bado ilikuwa ni 50-50. Wapi Simba Sports siku ya jana ilikwama? Simba bana, sisi tuna mambo mengi ambayo Young Africa wataendelea kwa wababe muda by muda. Kwa sababu gani? Ukiangalia kwenye management yetu sisi watu hawajakaa vizuri. Huwezi kwenda kwenye mechi ya mtani na ya dabi kama ile, sio ile tu, hata na ingine kama watu viongozi wakiwa huyu anasema lugha hii, huyu anasema lugha hii, hamwezi mkatoboa. Isitoshe ukiangalia timu yetu, kwa mfano tunazungumzia mchezo wa jana ulivyocheza, bado ilikuwa na mapungufu, baadhi ya sehemu bado hazijakaa vizuri, na hili linatakiwa viongozi ambao wanaoshughulika na masuala ya usajili waliangalie kwa haraka, kwa macho mawili walifanyia haraka, vinginevyo tutaenda kuchekesha ukata na Dodoma Jiji. Kwa sababu ukiangalia pale sisi namba 9 bado hatujampata namba 9 makini. Kweli Dumbi anatosha, hajatosha bado vizuri. Kwa sababu tunasema kwamba tukimpa muda lini? Kwa sababu kwenye Simba hakuna kupeana muda. Hiyo tunataka sisi mtu aje afanye kazi. Ukiangalia namba 6 zaidi ya Kagoma, kwa sababu jana Kagoma alihitaji msaada, kulikuwa hakuna msaada. Unamtoa Kagoma unamuingiza nani? Umeona? Ukiangalia na swala lingine, mimi nadhani na kwenye fullback ya upande wa kulia, upande wa Shomari Kapombe na Bwana Duchu, waangalie nini kitu cha kukifanya pale. Umeona? Zimesalia siku 2 pekee. Leo ni tarehe 13. Tunazungumza kesho pamoja na kesho kutwa saa 6 kamili dirisha la usajili litafungwa. Nini ambacho unadhani uongozi unapaswa kufanywa kwa msalia wa hizi siku 2 pekee zilizobaki? Kwa viongozi wenye maono, kwa viongozi wenye mshikamano, kwa viongozi wenye kuitakia mema timu yao, hizi siku 3 bado nyingi sana Bwana Jafet. Utakumbuka kama miaka mingapi nyuma iliyopita, Yanga walimsajili Amistambwe ndani ya dakika baada ya kumwona yule mtu atakuja kuwasaidia kwao. Kwa maana sisi bado tuna siku 3. Kama viongozi watachukua action mapema kuangalia mapungufu na kuyafanyia kazi, mimi nadhani mbele tunaweza tukafanya vizuri, lakini kwa mtaza huu unaonekana jana, kama tutaendelea vile vile bado tutazidi kulia. Alafu na kingine vile vile tunachokiomba sisi kule juu bado hakuja kuwa na mshikamano. Angalia mzee wangu Mangungu jana alikaa sehemu gani jana? Kama ulimuona, kuna mtu alimuona jana Mangungu kafichwa pembeni kule kabisa. Ina maana bado kuna kitu pale kinafukuta. Mechi kubwa kama ile, mwenyekiti wa timu akakae pembeni kule, bado kuna vitu ambavyo bado havijakaa vizuri. Kwa hiyo wakikaa vizuri wale juu kule, hata na timu nayo itakaa vizuri. Umeona? Hivyo vitu sisi ndio vinatugharimu. Kuna mapengo yale ya kuyajazia ambayo tayari nimeshazungumza, na kuna baadhi ya mambo kule juu wenzetu wakae vizuri. Wakishakaa vizuri sisi tunaweza move katika hii. Lakini kwa hili tunaloendelea, Magoli ana timu yake, Mangungu ana timu yake, Suinani ana timu yake, hatuwezi tukatoboa. Mimi nazungumza mambo yameanza kuonekana mapema. Umeona mechi ya jana na umejua wapi panapovuja. Umezungumzia eneo la namba 6, namba 9. Mzee Mtoro, moja kati ya namba ambayo inazungumzwa ni hiyo namba 6.
limezungumzwa swala la X Factor. Ni swala ambalo mnaliona linakwenda kutoa majibu ndani ya klabu ya Simba Sports ama ni promo ya kufanyika kwa biashara ya mauzo ya jezi? Unajua mambo bwana Jafet ndio yale bado yanatuumiza kichwa. Kwa sababu gani? Ujue ukiangalia upande wa pili wenzetu wanapozungumza neno basi ujue linakuja na jibu yake. Lakini sisi jana tulihakikishiwa kabisa kwenye mitandao kwamba kuna kitu jana kitafanyika cha surprise. Lakini wapi, tumemaliza mpira jana tujaona lolote. Surprise ndio ile ambayo ngao imeenda kwa Young Africans au haitoshi? Hapana, surprise ile bado nazungumzia mimi, surprise ya mchezaji ambaye ndio huyo tunasema namba 6. Hatujaiona jana. Nadhani tunarudi tena kule kwenye ujanja. Bado viongozi wetu hawajakaa vizuri. Wamekuwa wajanja. Watatufanyia kama vile wametutangazia mwalimu hatima yake siku ya pili yake anaripoti kambi ya Yanga. Hivyo umeona. Na jana vile ukifungua kwenye mitandao kote mpaka jana tumehamasika sema kweli. Tunakwenda uwanjani hakuna kilichotokea, matokeo yake Yanga wanatoka kifua mbele wanatutambia. Mimi ngoja nirudi kwa Elias. Kwanza kabla ya kuuliza lolote nijue hali yako iko vipi? Mwanangu mimi ni buheri kabisa wa afya, niko safi kabisa. Mambo yako safi? Yako safi. Unajua ndugu yangu bwana Jafet, sijauliza swali lakini. Yaani mimi hasa Yanga Afrika unahitaji kuniuliza nini? Yaani mimi vitu vingi. Ndugu yangu uanze na lipi sasa nikupe hiyo nafasi. Sasa hivi kwanza nianze kwa kuupa kongole uongozi wangu. Unajua kwanza nikili kusema game ya mwisho ambayo nimecheza na Simba Zanzibar tulishikwa kooni sana. Unajua kitu ambacho mimi huwa nasema mimi ni mtu ambaye nimenyooka. Kwenye udhaifu wa viongozi nasema, kwenye ambapo wanafanya vizuri nasema. Kuna engo viongozi wa Yanga wanajua hapa kutishika. Yaani wanajua kabisa hapa tukiwashika hapa sisi hapa Yanga tupo sana, na hilo huaga nasema kwa engineer yawezekana kweli ni binadamu na ana mapungufu mengi, lakini kuna kitu anajua nini sisi wana Yanga tunataka. Na hicho kitu anaweza kukishikilia kweli. Gaza, sisi msimu uliopita game ya sisi na Simba kule Zanzibar tumepata shida kweli. Sasa huwa inakuja kama kiongozi, timu yako unaona imepata shida, reaction yako ikoje? Kwa yule jamaa alijua kabisa mimi hawa jamaa wamenipa shida kwenye sehemu 1, 2, 3. Msimu huu narudi vipi? Gaza, Yanga imekuwa mimi game jana wakati inaanza zile dakika 20 za kwanza pesi yao ilivyoanza nilitaka kusema au ndio mechi, kwa sababu unajua ukiangalia mechi ya Zanzibar ya mwisho iliyocheza na Simba alianza kwa kasi ile, lakini mimi ile mechi ya kwanza nikasema hao wamezoea huwa wanaanza baadaye wanakata moto. Lakini ukiangalia kwenye ile mechi ya kule Zanzibar ukiachana na jana baba walipeleka moto mwanzo mwisho, na sio kama walipeleka moto mwanzo mwisho, walicheza vile kama wanavyochezaga, lakini Yanga yetu ilikuwa dhaifu ile hali jana. Sasa ndo tumeonyesha kuwa jamaa wale hata msimu uliopita sio kama walikuwa bora, ila timu yetu sisi kuna namna ilipungua ubora. Kaka wale cheza dakika 23 tu. Baadaye kocha akaja na mbinu mbadala. Ukiangalia wale jamaa kwanza wakaa hata golini wafiki, tukichukua mali tunaenda. Yaani walikata moto. Yaani mtu anaanza kumwambia Simba walikata moto, sio walikata moto. Sisi tuliongeza gia. Yaani kuna namna unaona kabisa mtu alikuwa anakimbia, sio kapunguza mwendo.